Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na bado tunaendelea kukujuza mengi yanayojiri ulimwenguni, na wakati huu tunaitazama Mashariki ya Kati. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu wa Kivita ICC imetupilia mbali rufaa ya Israel na kwamba lazima waranti ya kumkamata Netanyahu iendelee na kwamba haitoweza kubatilishwa. Netanyahu lazima apelekwe ICC. Kitengo cha rufani cha Mahakama ya Kimataifa ya Jinai ICC kimetupilia mbali hoja za utawala wa Israel za kupinga uhalali wa uchunguzi wa mahakama hiyo kuhusu jinai zilizofanywa katika ukanda wa Gaza kufuatia vita vya kinyama na vya mauaji ya kimbari ambavyo utawala huo ulivianzisha mnamo Oktoba 7 mwaka 2023 dhidi ya Wapalestina katika ukanda uliowekewa mzingiro, huku wakidai juu ya shambulizi lililofanywa na Hamas. Hata hivyo, wachambuzi huko ICC wanasema kwamba waranti hiyo haiwezi kukubaliwa kutokana na kwamba utawala wa Benjamin Netanyahu ulipambana na raia kuliko kupambana na kundi la wapiganaji la Hamas ambalo lilisababisha mauaji ya watu wao 12,000. Uamuzi huo ulitolewa mnamo siku ya jana Jumatatu wakati wa uchunguzi unaoendelea kuhusu jinai na uhalifu wa kivita uliofanywa Palestina, ambao umepelekea kutolewa na ICC hati ya kukamatwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na waziri wake wa vita wa zamani Yoav Gallant kwa tuhuma za kuhusika na uhalifu dhidi ya binadamu na uhalifu wa kivita uliofanywa wakati wa vita vya mauaji huko katika ukanda wa Gaza. Utawala wa Israel umefanya majaribio kadhaa ya kubatilisha hati hizo za kuatia nguvuni viongozi wake wakuu, ikiwa ni pamoja na kudai kufanya upendeleo na mwendesha mashtaka mkuu wa ICC Karim Khan na kupinga pia mamlaka na uhalali wa mahakama hiyo. Uchunguzi wa Mahakama ya Kimataifa ya Jinai kuhusu jinai za vita huko Gaza ulianzishwa mwaka 2021 kutokana na ombi la Palestina. Hivi karibuni umepanuka kufuatia maombi mengine yaliyotolewa na nchi zingine 7. Israeli imedai kwamba ilipaswa ipokee taarifa rasmi kuhusu uchunguzi mpya unaofanywa dhidi yake kulingana na kifungu cha 18 kifungu kidogo cha kwanza cha mkataba wa Roma. Hata hivyo, ICC imetoa uamuzi kwamba uchunguzi wa matukio ya baada ya Oktoba 7 uliingia kwenye notisi ya awali iliyotolewa mwaka 2021 na hivyo kubatilisha hitaji la kutolewa taarifa nyingine mpya. Tangu Oktoba mwaka 2023 hadi sasa, jeshi la Israel IDF limeua zaidi ya raia wa Kipalestina 70,400, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, na wamejeruhi wengine zaidi ya 171,000 katika vita vya miaka miwili dhidi ya Gaza, ambayo imegeuzwa kuwa magofu na vifusi sehemu kubwa ya eneo hilo la ardhi ya Palestina linaloendelea kuzingirwa. Wataalamu wa sheria wakiwemo wa Umoja wa Mataifa wanasisitiza kuwa utawala wa Israel kwa kushirikiana na Marekani na mataifa ya Magharibi umefanya mauaji ya kimbari dhidi ya Wapalestina katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Hata hivyo, Israel inakosa kujitetea kwamba ilikuwa ikipambana na Hamas, lakini kupambana na Hamas kumekuja kusababisha mauaji ya wasiokuwa na hatia, na hapo ndipo ambapo waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anaingia katika mzozo na ICC na kukosekana kuondolewa kwa kesi yake hiyo ya mauaji ya kimbari katika eneo la ukanda wa Gaza. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.